Hatimaye safari ya mazungumzo ya kidiplomasia baina ya Iran na Marekani imehitimishwa leo rasmi. Ni kufuatia kuwepo kwa mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa kutokea Tel Aviv kuelekea Iran. Ni mapema asubuhi ya leo tumeamka kwa kuwepo kwa taarifa za mashambulizi ya makombora yaliyotumwa kutoka Tel Aviv kuelekea Iran. Mashambulizi zaidi ya 30 ambayo yameelekezwa katika miji mbalimbali ikiwemo Tehran, Tabriz na maeneo mengine ya Isfahan na kadhalika. Ni mashambulizi ambayo yamejitokeza katikati ya duru za mazungumzo, ambapo duru 3 zimefanyika katika miji ya Geneva pamoja na Muscat. Na tayari waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitangaza hali ya hatari, ambapo wananchi wa Israeli wametangaziwa ikiwa pamoja na kutolewa kwa hali ya uangalizi ama hali ya hatari, kuchukua tahadhari dhidi ya mashambulizi ambayo wameanzisha. Ni mashambulizi yaliyoitwa preemptive strike, ikiwa kama ni mashambulizi ya kujikinga dhidi ya kitisho cha mashambulizi kamili kutokea Tehran, ambapo imedaiwa Israel imelenga baadhi ya miji na ofisi za serikali ikiwemo ofisi ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, nyumba na ofisi ya kiongozi mkubwa wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ofisi ya idara ya ujasusi ya Iran, sambamba na ofisi nyingine za sheria na za ulinzi. Mpaka sasa bado hakuna tathmini ya moja kwa moja inaeleza ukubwa wa matukio hayo pamoja na athari ambazo zimejitokeza kufuatia kuwepo kwa mashambulizi hayo, lakini ni kama mashambulizi ambayo yalikuwa yametarajiwa hivi kutokea, kwa sababu ni wiki iliyoisha hii ambapo rais wa Marekani alihutubia mabunge na akitangaza kwamba iko haja ya Marekani kufanya mashambulizi kushambulia Tehran. Na mpaka sasa kwa namna ilivyoonekana ni kwamba Israeli pamoja na Marekani wameshambulia Iran kwa kutumia makombora ballistics, ukitofautisha na vita ya siku 12 ya mwezi Juni mwaka 2025 ambapo Israel kwa kushirikiana na Washington walishambulia Iran kupitia ndege. Na tafsiri ama utofauti wa mashambulizi haya mawili ni kwamba unapotumia ndege, maana yake taifa la Israel pamoja na Marekani waliweza kuingilia na kucontrol anga la Iran, na ndio maana wakaweza kutumia ndege kushambulia katika maeneo tofauti. Lakini kinachoonekana kwa sasa makombora ndio yametumika kushambulia miji hiyo ambayo nimeitaja. Tafsiri yake ni kwamba mpaka sasa maana yake bado Marekani na Israel hawajaweza kuiteka ama kuweza kuicontrol anga ya Iran. Kwa hivyo Iran nao baada ya ukimya wa muda fulani wameanza kujibu mapigo, wameanza kulipiza kisasi. Kwanza walianza kutoa taarifa ya kuwatahadharisha wananchi wake wa Iran wanaoishi katika nchi za Qatar, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan na maeneo mengine wachukue tahadhari, ikiwemo kukaa mbali na kambi za kijeshi za Marekani. Hiyo ndio ilikuwa tangazo lao la kwanza, lakini pia walitoa alert kwa viongozi wa serikali wa nchi hizo, maana yake kutambua kwamba Iran wao watafanya mashambulizi moja kwa moja kwenye kambi za kijeshi na sio kwenye maeneo ya kiraia katika nchi hizo, tofauti na mashambulizi ambayo yanafanywa na Israel na Marekani kwenye nchi ya Iran. Wana target maeneo tofauti. Kwa hivyo baada ya muda mfupi
Iran imeanza kufanya mashambulizi kwenye kambi za kijeshi, na mpaka sasa kambi za kijeshi za Bahrain, ambako ni kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo katika nchi ya Bahrain, eneo la Mashariki ya Kati, ina zaidi ya askari wa Marekani 8,500 mpaka 9,000 tayari imekwisha shambuliwa na Iran. Lakini makambi zingine ambazo zimekuwa targeted za Kuwait, Qatar, pale Al Hudaida, kambi ambayo ina zaidi ya askari 9,000 mpaka 10,000 wa Marekani wanaoishi pale. Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia na Jordan, hizi nchi zote kwa ujumla zina kambi za kijeshi za Marekani ambazo zimekuwa targeted na kushambuliwa. Bila kusahau tayari Iran imekushafanya mashambulizi Tel Aviv kule Israel na maeneo mengine katika nchi ya Israel. Kwa hiyo ni tayari hali ya machafuko imeanza kuonekana eneo la Mashariki ya Kati, kitisho kikubwa kimeanza kutokea, na bado athari hazijatajwa, ingawa ziko taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa ambazo hazina uhakika, ikiwemo malengo ya Israel kushambulia kwenye ofisi za Ayatollah Ali Khamenei, lakini jengo la makazi na ofisi Ayatollah inaripotiwa kuwa limeharibiwa, na kwa mujibu wa taarifa kutoka Tehran zinadai kwamba Ayatollah Ali Khamenei pamoja na Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, wote wako salama na wamehifadhiwa katika maeneo mengine. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini kinaendelea kutokea. Hali ya hatari imetangazwa katika nchi zote, na anga tayari Iran wamefunga anga, vile Israeli wamefunga anga. Kwa hivyo ni vita rasmi, tunaweza tukasema imeanza, na ni atuombei kuwepo kwa vita vya aina hii, lakini ni hali mbaya ambayo tunaweza kwenda kuiona hivi kwa sasa. Endelea kuwa karibu hapa Nchi ya Digital, usisahau kusubscribe, tutakuwa tunakuletea update za kila muda, kila ambacho kinaendelea kutokea pale Mashariki ya Kati, kati ya machafuko haya ya hizi nchi mbili. Nakushukuru sana kwa na kuaga kwa heri kwa sasa.